Hello Tanzania, hello Dar es Salaam, Afrika Mashariki na Kati kiujumla, karibuni sana wana michezo Mpenje TV. Tuko hapa kuizungumza michezo kama ilivyo ada. Tunafahamu miongoni mwa klabu ambazo hivi karibuni zimekuwa zikizungumziwa sana kutokana na usajili unaofanyika. Baadhi ya taarifa zao ni klabu ya Ken Gold ambapo hivi karibuni tumeona nyota Bernard Morrison amerejea uwanjani na kuanza mazoezi baada ya kusajiliwa na hakufanikiwa kucheza mchezo hata mmoja mpaka sasa kutokana na kuwa na majeraha ambayo yalipelekea kukaa nje baada ya kusaini kandarasi yake na Ken Gold. Lakini tumeona amerejea uwanjani. Niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na Jose Mkoko kupata taarifa kamili kwamba je, ni kweli Bernard Morrison amekaa sawa na ligi ikirejea baada ya international break tutamuona uwanjani. Pasina kusahau hili swala ambalo linaendelea sana kwa mitandao ya kijamii kwa sasa kuhusu Ken Gold kuishtaki Furaha Media baada ya media hiyo kuandika chapisho ambalo kwa namna moja au nyingine limechafua Ken Gold na inasemekana wamedai shilingi bilioni 1 ikiwa kama fidia. Jose Mkoko atatuweka sawa hapa kutupa hii taarifa yenye ukubwa na weledi yenye hadhi ya kimataifa. Karibu sana. Tunaungana naye kwa mawasiliano ya simu moja kwa moja kutoka makao makuu ya Mpenje TV. Sikiliza hichi ambacho tunakwenda kuzungumza na Jose Mkoko kwani utaelewa vingi kuhusu Ken Gold kwa hivi sasa. Mimi nakupata vizuri kutoka makao makuu ya Mpenje TV. Sijui unanipata ndugu yangu? Nakupata vizuri kabisa. Bwana, vipi kwanza hali ya timu mpaka sasa? Tunafahamu ni mapumziko kidogo, ligi imesimama kwa ajili ya kupisha michezo ya timu ya taifa kuwania kufuzu kwenye kombe la dunia. Ratiba nyingine za kimataifa ambazo kuna timu Tanzania zinashiriki kama Simba. Vipi kwenu nyie, wachezaji wako mapumziko bado au kuna activity mnazifanya Ken Gold? Sisi mara baada ya mechi dhidi ya Mashujaa kumalizika tulitoa mapumziko mafupi ya vijana wetu, na siku ya Jumatatu ya wiki hii ambayo inakushia wiki hii walianza mazoezi rasmi kwa ajili ya kujiandaa na michezo inayofuata, ile michezo 7 ya kumalizika kwa ligi ya NBC Premier League kwa msimu mwaka 2024 2025. Kwa hiyo ninapozungumza hivi sasa kwamba kikosi kinaendelea na maandalizi, walimu wanarekebisha mapungufu ambayo yote yajitokeza katika michezo ile 7 tuliocheza ya mzunguko wa kwanza. Kwa hiyo tunatazamia kwamba walimu wataendelea kuyafanyia kazi mapungufu yote, na tukirejea tuanze maisha mapya, tuanze maisha ya ushindani zaidi na kukusanya alama ili tuweze kusalia kwenye ligi. Lakini siku ya leo tutacheza mechi ya kirafiki majira ya saa 8 katika uwanja wa Sokoine kuhakikisha kwamba walimu wanakwenda kuangalia yale mafundisho ama mbinu walizoziingiza katika wiki nzima hii. Je, zimefanya kazi hizo mbinu ama bado hazijafanya kazi? Lakini baada ya mechi hii ya kirafiki dhidi ya Football Family tutacheza pia michezo mingine ya kirafiki isiyopungua 3. Kwa hiyo tunatarajia kwa kipindi hiki cha mapumziko tutacheza michezo isiyopungua michezo 4 na ukijumlisha mchezo hii leo. Kwa hiyo sisi kama club shughuli zetu kwa hivi sasa tunaendelea na maandalizi, kujiandaa, kurekebisha mapungufu tuliyoyaona, makosa yote tuliyoyaona, kuhakikisha kwamba ligi ikirejea dhidi ya Azam tarehe 3 ya mwezi wa 4 basi tutakwenda kufanya alama 3 mpaka michezo 7 inamalizika. Tumemuona Bernard Morrison akifanya mazoezi na kikosi. Kuna baadhi ya clips zinasambaa mitandaoni. Nafikiri wana michezo pia wanatamani kufahamu bana, tayari Bernard Morrison ameshatengamaa, yuko sawa na ligi ikirejea tutarajia kumuona uwanjani? Kusema kweli Bernard Morrison bado hajafika 100% ya ufiti ule ambao sisi tunaofahamu, lakini daktari wa timu, kocha mkuu wamemwangalia siku ya juzi, wakasema jana aanze training mdogo na wenzake, kwa sababu alikuwa na program maalum aliyopewa na daktari wa timu pamoja na kocha Vladislav Erich. Kwa hiyo yeye Bernard Morrison alikuwa anafanya mazoezi peke yake, lakini juzi walimu walimwangalia na daktari wa timu walimwangalia, wakasema ana uwezo wa kujoin taratibu na wenzake. Ndio maana siku ya jana ameanza kujoin na wenzake, amefanya mazoezi lakini sio kwa 100%. Kwa tunatazamia kwamba wiki ijayo akaingia moja kwa moja na wenzake na tukamuona katika michezo inayofuata ya ligi. Kama walimu wakiwa na uhitaji wa kumtumia basi watamtumia, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tayari ameshaanza kujoin na wenzake taratibu. Unajua mpira huwezi kwenda kurupu au haraka kutoka kwenye injury. Lazima kuna process tunazipitia ili kuwa fit 100%. Sawa bana, kuna hili ambalo kwenye mitandao ya kijamii limeshika
vichwa vya habari tokea jana, kama sio juzi, kama kumbukumbu zangu zimekaa sawa, Jose Mkoko, kuhusiana na klabu ya Ken Gold kwa dai fidia ama kupeleka mashtaka mahakamani kwa Furaha Media kwa kutokana na baadhi ya chapisho lao kwenye kuichafua klabu hiyo. Inasemekana kwamba mmedai takriban shilingi bilioni 1. Hili swala limekaaje na nyie mlilipokeaje, na mlivyoona taarifa hii mliwasiliana Furaha Media ikashindikana taarifa hiyo kushushwa, ama kuna kipi ambacho hatukifahamu? Kusema kweli sisi taarifa hiyo tulikuwa tunatafutwa sana na watu. Sasa hatukujua, unajua kama mimi afisa habari sikuifollow hiyo media, lakini hata viongozi wengine hawakuifollow hiyo media. Kwa hiyo kilichotokea, kumbe chapisho hili lilichapishwa toka tarehe 10 ya mwezi wa 3 katika mtandao wa Instagram, ikihusisha kwamba uongozi wa klabu ya Ken Gold wameandika taarifa yao yote. Sasa tukatafutwa sana DM. Mimi napigwa simu, anamuona mmezungumza hivi. Baadaye mtendaji mkuu wa klabu alipigiwa simu na wadhamini, mmoja ya mdhamini wa klabu, na kumwambia kwamba kweli viongozi wa klabu mnazungumza vitu kama hivi kwenye media. Kwa hiyo sio, akatushangaa ni nini kilichotokea. Baada ya kufuatilia ndo tukajua kumbe kuna chapisho ambalo limeandikwa likihusishwa na viongozi wa klabu ya Ken Gold. Sasa kama media na utaratibu wenu kama waandishi wa habari, najua kabla mjaipandisha story au kama mtu mjaitoa story lazima mbalance story. Sasa hiyo media ikaandika tu taarifa bila kuwasiliana na uongozi wa Ken Gold kuhakikisha kwamba hii taarifa ni ya kweli ama la. Kwa hiyo kilichotokea kwamba hata wale watu ambao wengine ambao walikuwa wanataka kutudhamini msimu ujao, endapo kama tukisalia, nao waliwasiliana na CEO moja kwa moja, sema plan yenu kubwa, kwa nini mnazungumza vitu kama hivi? Kwa kuna vitu ambavyo vilienda sivyo kabisa kwa timu yetu, na ukiangalia pia hata kuna comments zilikuwepo katika ile taarifa chapisho lile. Baadhi ya mashabiki wanasema kwa kama mmezungumza viongozi hivi hatuwezi kuja tena uwanjani, hatuwashabiki tena. Kwa hiyo muona namna gani ambavyo imetuathiri kwa hivyo nilivyokueleza. Kwa hiyo kama club ikaandika taarifa kwa umma na juu ya kusikitishwa na taarifa hizo, lakini pia ikawataka klabu iombe radhi, lakini pia kwa athari ambayo tuliziona katika klabu tukawasiliana na wanasheria wetu. Wao ndio wana jukumu la kujua nini cha kufanya baada ya chapisho hilo. Sawa sawa. Na vipi wahusika, taarifa wameipokeaje? Hiyo ni shughuli kubwa ambayo wanaifanya wanasheria wetu. Kwa hiyo waliandika demand letter ambayo ni siku 7. Kwa hiyo tunasubiria tuone wanasheria wetu wanaendeleaje na hiyo issue. Lakini kitu ambacho kimesikitisha sana taasisi, kimedhoofisha taasisi, kwa sababu comments zilikuwa nyingi sana na likes zilikuwa nyingi. Niona likes zaidi ya 700 ngapi kuhusu hiyo taarifa, wangapi wameipata hiyo taarifa. Kwa hiyo ilichoonesha kwamba kama viongozi wa klabu ya Ken Gold hawana weledi wa kuzungumzia mambo ya mpira. Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Jose Mkoko. Nafikiri Watanzania watakuwa wameelewa pia, na kadri muda utakavyozidi kwenda tutazidi kupata mawasiliano na wewe kwa ajili ya kupata taarifa zaidi kwenye hili ambalo linaendelea kwa sasa. Shukrani sana. Shukrani. Huyo ni Jose Mkoko, ofisa habari na mawasiliano wa klabu ya Ken Gold, ambaye tumezungumza naye kupitia Mpenja TV moja kwa moja kutoka alipo kwenye makao makuu ya Ken Gold, na sisi tuko makao makuu ya Mpenja TV Tabata Magengeni, Dar es Salaam. Tumezungumza kile ambacho kinaendelea kwa sasa juu ya kuidai moja chombo cha habari hapa Tanzania kutokana na kuandika chapisho ambalo limewachafua Ken Gold, basi na kusahau kurejea kwa Bernard Morrison kwenye kikosi cha Ken Gold. Uimara wake ukoje, amekamilika vipi kwenye afya yake na matatizo yalikuwa yanamsumbua, basi na kusahau pia kikosi kizima cha Ken Gold kinaendeleaje kwa sasa. Jose Mkoko ameliweka sawa. Nafikiri utakuwa umeelewa, na tunazima buzi kwa namna hiyo kuhabarisha kila ambacho nimekianza tangu mwanzo mpaka hivi ambavyo nafika ukomo. Mpenja TV unazungumza michezo
ndugu zetu wa karibu ni Pax Transportation Limited, ambao hawa ni wasafirishaji wa mizigo kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa mingine nje ya Dar es Salaam na nje ya mipaka ya Tanzania. Pia mizigo yako inafika kwa bei nafuu, na mnaelewana na kampuni namna ambavyo mtafikia gharama za kusafirisha mizigo yako. Asante na kwaheri.